Waswahili walisema usione vyaelea vimeundwa. Wana Simba muda wao wa kutamba ni sasa. Sio kombe tu, yapo mengi ambayo wameyafanya kule visiwani Zanzibar na kuwafurahisha zaidi wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Lakini hayo yote yamekuja kuchagizwa na kauli ya afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally. Amekuja kutoa kauli ambayo kila mwana Simba akisikia basi itakwenda kumfurahisha zaidi na kuwa na matumaini makubwa juu ya chama lake au timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tutakwenda kumsikiliza kwa kina zaidi afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally akitoa taarifa ambayo kila mwana Simba hakika atakuwa amefurahia zaidi. Lakini taarifa njema ambayo natamani kukujuza siku ya leo ni kwamba Yasi kwa kushirikiana na Data Sports wanakuletea ruta zenye kasi ya 5G, ruta ambazo zinaweza kukupa nafasi ya kuunganisha watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, wote wakiweza kufurahia internet yenye kasi ya ajabu kutoka Yasi. Ruta yenyewe bwana unaipata kwa shilingi 2,500 na ukinunua unalipia kifurushi kuanzia 70,000 na kuendelea kulingana na mahitaji yako na matumizi yako wewe, kwa sababu matumizi ya internet bwana watu tunatofautiana. Kuna wale ambao wana matumizi makubwa zaidi, kwenye wapo wale wanaweza kutumia kwa matumizi ya kawaida na ambao wanatumia matumizi ya daraja la kati hapo. Kwa hiyo wote hawa Yasi wanakidhi mahitaji yao kwa kasi ya internet ya 5G kutoka Yasi na ruta ambazo zina ubora na uimara mkubwa zaidi. Nambari za simu zinapita hapo chini, tupigie uweze kujipatia ruta yako leo, uweze kufurahia ulimwengu huu wa kidijitali. Langu jina ni Aloysi Sagara, niko na Hassan Saddam Loni Alhamisi leo TBT. Sitaki tuanze moja kwa moja. Kwanza tukamsikilize Ahmed Ally, semaji, akifunguka mambo mengi zaidi baada ya Simba kuchukua ubingwa wa kombe la Muungano. Yapo mambo ambayo ameyazungumza na hata wana Simba wenyewe watafurahi wakisikia kauli ya semaji. Kumelo ni Alhamisi Alhamisi leo TBT. Tumsikilize kwanza Ahmed Ally, tukirejea hapa tutakuja kugusa neno moja baada ya jingine na ujumbe mzima ambao ameweza kuzungumza. Huyu hapa Ahmed Ally. Sisi ndio timu bora of course. Ndio timu bora ya mashindano. Tumefanya kila kitu kwa ubora wake, na hiyo linathibitisha na tuzo ambazo tumezibeba. Tumetoa golikipa bora Hussein Abel, tumetoa mfungaji bora Selemani Mwalimu, tumetoa MVP wa mashindano Rushain Dorok, tumetoa mchezaji bora chipukizi Hussein Mbegu, tumetoa kocha bora. Kwa kila kitu bora kimetoka Simba. Hii does not come from the sky. Hivi ni vitu ambavyo vinatengenezwa, hivi ni vitu ambavyo vinaundwa. Unasema usione chaelea ujue kimeundwa. Kwa hiyo hawa wote unaowaona bora hii leo wameundwa kuwa bora, na ndio maana haishangazi kuona tumechukua kila kitu na kusema kweli watu wa Muungano wametisha sana, maana hadi msanii wameweka msanii wa Simba King Kiba. Umemsikiliza kwa uzuri zaidi afisa habari wa klabu ya Simba, wengi wanamuita semaji Ahmed Ally. Anakuambia usione vyaelea vimeundwa, na anakuambia haya yanotokea ndani ya Simba hivi sasa hayatoki mbinguni, bali ni mipango baba. Watu wanatengeneza mazingira ya kuwafurahisha zaidi wana Simba. Ukisikia hapo ni kuhusiana na tuzo za wachezaji mbalimbali ambao wameweza kutunukiwa jana baada ya michuano ya kombe la Muungano kutamatika, na tuzo zote zimekwenda upande wa Simba. Tukianza na kocha bora ni kocha wa klabu ya Simba Steve Baka. Ukienda kwa mchezaji bora wa mashindano ni Lushan Diluk, mlinzi wa kati wa klabu ya Simba ambaye ni raia wa Afrika ya Kusini, ndio amekuwa MVP, most valuable player. Ukija kwenye tuzo ya golikipa bora wa mashindano imekwenda kwa Hussein Abel, ndio golikipa bora wa mashindano ya kombe la Muungano Cup 2026. Ukienda kwenye tuzo ya mchezaji bora chipukizi pia imekwenda Simba, amechukua bwana mdogo Hussein Mbegu. Nimesema Hussein nikasubiri useme Hussein Kazi, mshikaji wako yule bwana. Huyu ni Hussein Mbegu ndiye ameweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora chipukizi. Lakini tuzo ambayo pia imekuja na maneno mengi zaidi, watu wanakuja na mijadala yao, wanasema mbona imekuwa hivi, ilipaswa kuwa vile, huyu hakustahili, alistahili yule. Ni tuzo ya mfungaji bora kwenye michuano ya kombe la Muungano imekwenda
kwa Selemani Mwalimu, wanamuita Sele Gomez, hivi sasa na jina lake moja Hassan, wanamuita mwalimu wa kufunga mabao. Tuanze na hii tuzo kabla hatujaenda kwenye vipengele vingine. Prince Dube amemaliza mashindano ya Muungano Cup akiwa na mabao 3. Sawa sawa na Selemani Mwalimu pia ambaye naye amemaliza michuano ya Kombe la Muungano akiwa amefunga mabao 3. Wapo ambao wanaona tuzo aliopewa Selemani Mwalimu kama mfungaji bora au top scorer wa tournament hakustahili kupewa tuzo hiyo, bali alipaswa kupewa tuzo hiyo Prince Mpumelelo Dube. Tena wengi wakisema kwa sababu kwenye mabao 3 ya Dube hakuna bao la penalti, ila mabao 3 ya Mwalimu kuna bao 1 la penalti. Na kukaribisha utoe maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kimeanzishwa au mjadala uliopo, nami pia nitakuja nitie neno kidogo. Kabla hujajibu umesahau na tuzo ya semaji bora amejipa yeye mwenyewe. Amejipa mwenyewe Ahmed Ally. Ameshikana mkono na Dr. Hussein Mwinyi. Kwa scenario ya Selemani Mwalimu kuchukua tuzo ya mfungaji bora, wengi na wachanganya. Na hizi kanuni zimekuwa zinachanganya mara kwa mara. Kwa sababu hakuna kanuni rasmi kwamba tayari wametai kwamba watu wamelingana magoli 3-3. Yes. Tunafanyaje vigezo kwamba ukiondoa penalti lakini imefungwa ni goli. Huwezi kwamba labda ukatenganisha. Yes, labda kwamba sasa tuamue tuyatenganishe kwamba goli la penalti halina thamani. Sio linahesabiwa kwa sababu ile liko sababu ni mpira wa kutenga. Ulikumbusha msimu uliopita, msimu miwili nyuma nafikiri, Saidon Bazonki alikuwa na magoli 15, nakumbuka alitai na mtu hapo alilingana magoli 15. Sio George Mpole au Fiston Mayele kitu kama hicho. Waligawana tuzo. Kwa nini? Lakini ukija ukihesabu Saidon Bazonki alikuwa na takriban penalti 5. Na mechi nyingi za Simba ikitokea mkwaju wa penalti alikuwa anapewa Saido. Kuna hata mechi moja amepewa penalti 2 ndani ya mchezo. Kwa hiyo ingeendapo na wao basi ligi kuu angesema bana, kwa sababu magoli yake mengi yamekuwa mkwaju wa penalti, tuna disqualify mwishoni, tunampa Fiston Mayele ambaye goli zake zilikuwa ndio 15 lakini hakuna penalti chache zaidi. Kwa hiyo ina maana kwa engo penalti ni goli linahesabiwa kwa sababu limetokea, ni goli lazima ulihesabu. Maana hata penalti pia kuna watu wanakosa, yani penalti sio kwamba ndio inakugarantii wewe kufunga. Penalti ni moment ambayo kuna percentage kubwa zaidi za wewe kuweka mpira kambani. Sasa tunapokuja kwenye mashindano kutokana na tournaments zenyewe ni ya muda mfupi, mashindano ya siku 10 tu. Alafu goli lako moja, ile goli la 3 la Selemani Mwalimu ndilo limeipa Simba ubingwa. Lakini magoli 3 ya Prince Mpumelelo Dube yamewapeleka finali. Ndio alipopeleka finali, lile goli lake la mwisho ndilo limekuja kufanyaje kuamua matukio. Kwa sababu ni tournaments ulizokuta hata sheria ambazo tukizungumza swala la sheria ni zile za kutunga. Kukuta kwamba tayari haya mashindano ya Muungano Cup yana cement tayari sheria kwamba kuna sheria fulani lazima ikiende hivi. Hapana. Nafikiri hii ni kwamba wanaweza kaamua tu kutengeneza. Mfano kama leo tunapozungumza leo, kila siku tunakaa tunalalamika kuhusu hizo sheria za bodi ambazo za kamati ya masaa 72. Kila siku tunapokaa tunalalamika, tunauliza kwa nini huyu adhabu alichokosa alilofanya kampiga mchezaji kiwiko. Huyu kafungiwa michezo 5, huyu kafungiwa michezo 3. Kapigwa faini ni ile kwa nini? Ndio ile inakuja kutokana labda lile kosa alilofanya lina impact gani, lilikuwa na uzito gani, na huyu labda ile kosa yake alilofanya limekuwa na uzito gani. Muda mwingi kutokana kwa sababu sheria haijamfunga mtu sehemu yoyote. The same hata kwenye michuano ndio amefunga magoli 3 wote. Ndio wanaweza kaamua, kulikuwa kuna option mbili waamue kwamba wote wamegawana tuzo, lakini ametafutwa mmoja wao ambalo goli lake lilikuwa na umuhimu zaidi. Endapo angeenda kwenye mikwaju ya penalty, nisingeamini hapa kama tungekuwa na mjadala huu. Ina maana wangekuwa wametai magoli 3 kama ile tuzo ilitakiwa ipigwe katikati. Lakini kwa sababu goli lake moja ndilo limekuja kuamua, na mikwaju ya penalty haihesabiki, penalty zile kuhesabika kwa magoli. Kwa hiyo goli la Selemani Mwalimu limekuwa na impact kwa klabu ya Simba, lakini yale magoli 3 aliyoyafunga Prince Mpumelelo Dube yamekuwa na impact gani mwishoni? Kuna kitu tunasema kwenye football, tunasema ni decisive moment goal, kwamba goli moja limekuja kubadili ramani na taswira nzima ya mchezo mzima. Yani ile ndio imekuja kuleta tofauti baina ya hizi timu mbili. Kwa mfano, mchezo wa jana ilikuwa ni lazima bingwa apatikane. Dakika 90 zimetabatika, wamekwenda 120. Kwenye dakika hizo 120 imetokea moment ambayo mchezaji amefunga bao. Hilo bao ndio limekuja kuipatia timu yake kikombe. Ni bao ambalo limekuja kuamua mchezo mzima. Kwa hiyo decisive moment goal ya Selemani Mwalimu ndio hicho kitu ambacho tumeona amekizingatia sana, kwamba
hii moment ndio imekuja kuseparate baina ya Simba na Yanga, tukampata bingwa na tukampata mshindi wa pili kutokana na bao moja ambalo amelifunga Selemani Mwalimu. Ndio maana Hassan, kuna baadhi ya michezo kuna mchezaji anaanza mchezo mwanzo kabisa, anacheza mpaka dakika 90, lakini kuna mchezaji atanyanyuliwa kutoka bench, ataingia dakika ya 89, dakika moja dakika mbili zake kiwanjani anafunga bao. Anaisaidia timu yake kuchukua alama zote 3. Huyo mchezaji anapewa tuzo ya man of the match, nyota bora wa mchezo. Kwa sababu gani? Goli lake moja ndio limekuja kuisaidia timu yake kuondoka na alama 3 kwenye mchezo husika. So hiyo moment ni kama ilivyokuwa jana kwa Selemani Mwalimu. Ndio Prince Dube amekuwa na consistency, alifunga mabao mawili, akafunga bao moja dhidi ya Azam, timu yake ikafanikiwa kwenda finali kwenye nusu ya mabao ambao timu yake ilifunga yeye kachangia mabao 3 kati ya mabao 6 ambayo Yanga ameyafunga. Unaona ana mchango mkubwa, lakini moment ya Selemani Mwalimu ilikuwa ni very crucial. Ndio maana naona kamati ile ya mashindano ikaamua kumtunuku Selemani Mwalimu Sele Gomez kupewa tuzo ya mfungaji bora mbele ya Prince Dube. Nadhani hapo hasa ni tuondoke, kama kuna mtu pia ana maoni yake binafsi mtazamaji, na kukaribisha pia kwenye mjadala huu, na wewe pia unakaribishwa kuweka maoni yako binafsi hapo. Wewe uliona yupi ambaye anastahili kupewa tuzo? Je, ni sahihi Selemani Mwalimu kupewa tuzo ya mfungaji bora wa mashindano ya Muungano Cup au alistahili kupewa Prince Dube? Nikukaribisha hapo, lakini mimi na Hasani mjadala wetu ndio tumemaliza hivyo kwa kutoa facts ambazo tulikuwa nazo. Twende kwenye eneo jingine. Mchezaji mwingine ambaye aliweza kushine zaidi ni Rushaine De Reuck. Mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Afrika ya Kusini ndiye amekuwa mchezaji bora wa mashindano kwa maana ya MVP, most valuable player. Imekuwa ni kama muendelezo wa Hassan kwa Rushaine De Reuck kuwa na kiwango bora zaidi ndani ya klabu ya Simba. Wapo kipindi anajiunga na Simba, maneno unajua hayakosekani. Watu walisema bwana hao wamepigwa, haiwezekani mchezaji Mamelodi wamkatae, wewe umchukue aje aonekane kuwa mchezaji bora zaidi kwenye kikosi chako. Lakini anaendelea kuwa prove long Rushaine De Reuck. Ukizungumza kwa upande wangu mimi, miongoni mwa sajili bora zaidi ambazo Simba amezifanya ni pamoja na kuifanikisha saini ya Rushaine De Reuck kutoka Mamelodi Sundowns kuja Simba kwa mkopo, na amecement tena mkataba mwingine, ameongeza muda kama unakumbuka, kuendelea kuwatumikia wekundu wa Msimbazi Simba. Nadhani ameendelea kuonyesha kiwango bora na kuwaziba midomo ambao walikuwa na negative perceptions mbele ya Rushaine De Reuck. Kwenye michezo miwili aliocheza ya Muungano pale, Simba amecheza michezo mitatu. Yeye amecheza michezo miwili ambao alicheza dhidi ya Mlandege na amecheza dhidi ya finali dhidi ya Yanga Africans. Mechi ya kwanza ile ambao alicheza yeye hakucheza dhidi ya Mafunzo, hakuwepo. Yeye hakucheza, alicheza Vedastus Masinde kama unakumbuka vizuri. Yahya Mbegu naye tutakuja tumzungumzia ambaye alicheza mbili, hakucheza ya finali tu. Kwa ukimzungumza Rushaine ni nadra sana kwa sababu tayari ameanza kuprove kuanzia kwenye dabi ya Kariakoo. Nakumbuka kuna mtangazaji mmoja alikuwa anatangaza neno lake lile, mpaka leo nikimtazama Rushaine analikumbuka, anasema huyu sio tapeli. Msemo ambao kuna moment moja aliokoa yule mtangazaji akajikuta anasema kwamba huyu sio tapeli, kutoka kwa miongoni baadhi ya sajili ambazo zinakuwa zinafanyika. Wewe kwambia huyu amechakachuliwa au zile 10% ndio unasikia kwenye usajili. Lakini kwa engo ya Simba wamepata mtu ambaye ni mbadala, na Simba unaweza kuwasifu wamekuwa na hiyo kaliba ya kuwapata mabeki wazuri. Leo tukianza kuzungumza unaweza kuanzia kwa juu, unaweza kuanza kuwazungumzia huko nyuma. Kuna Method Mwanjala alikuwepo, watu wana Simba wanamkumbuka vizuri. Alikuwepo Vesela Buku kama unamkumbuka vizuri. Akaja Pascal Wawa, Erasto Edward Nyoni ambaye alikuwa ni Henoki Nonga Baka Varane, huyu Onyango. Kwa unaweza kuzungumza lakini miaka hiyo pia tuwagusi wala Wakongo wenzangu bwana, ambao tulianza kufuatilia mpira. Kuna chuma kimoja kilikuwa kinaitwa Victor Costa na Mpoka Nyumba. Bala lake mtu wa maana kweli kweli. Tuendelee. Kwa ukitazama Simba imekuwa na kariba hiyo ya kuwa inabahatika kupata wale wa nambari 5 imara ambaye wakati hasa mmoja unakuta ni mmoja yeye ndo kama anawaongoza wenzake, na amekuwa na unaweza kasifu wamekuwa na ile nidhamu ya kuwaongoza. Amekuwa ni kiongozi ndani ya kiwanja, ukiachana uwepo wa Shomari Kapomba ambaye ni beki wa kulia, lakini unakuta nambari 5 anakuwa ni kiongozi na uwezo kuwaongoza wale mabeki wenzake, ambao inakuja kutengeneza ukuta imara ndani ya klabu ya Simba. Alikuwepo
Malone na alikuwa anazungumzwa, lakini kazi yake alikuwa anaifanya ilikuwa nzuri. Kwa hata Rushaini naye anapita kwenye ule mstari ambao hao huku nyuma ambao tumekuwa tukiwazoea akifanya. Kwa hiyo unaweza kusema kwa kiwango chake ambacho amekionyesha kwenye michuano mechi mbili amefanya vizuri, lakini sio michezo miwili tu, hata ligi kuu huko anaendelea kufanya. Yani mimi naona ni tangu ajiunge na Simba kiwango chake kimekuwa kikiongezeka na graph yake inazidi kupanda juu zaidi siku hadi siku. Kwa hiyo na maana thamani yake na anavyoendelea kufanya vizuri ndipo thamani yake inazidi kuendelea kuongezeka. Mamelodi akiwa anamtazama anafanya vizuri, thamani yake wanaendelea kuipandisha siku hadi siku. Tuende tuunganisha naomba wachezaji tuzo hizi mbili tuziunganishe zote kwa pamoja. Tumzungumzie golikipa bora kwa maana ya Hussein Abel, lakini pia mchezaji bora chipkizi kwa maana ya Hussein Mbegu. Hawa wote ni wako kwenye eneo la ulinzi, idara ya ulinzi ndani ya klabu ya Simba, na hizi tuzo pia ukitazama ni kama vile zinasadifu kwa sababu Simba ndio timu pekee ambayo imemaliza mashindano ya Muungano Cup mwaka 2026 pasipo kuruhusu bao lolote lile. Sijui unanielewa? Ina maana wamechukua ubingwa ni unbeaten, hawakupoteza mchezo wowote, lakini pia wamechukua ubingwa pasipo kuruhusu bao lolote kwenye hiyo michezo yao mitatu ambao wamecheza mpaka wanafika finali. Tukitazama eneo la golini, Hussein Abel, tulikuwa kuna nyakati tunasema huyu pengine kuna wakati kiwango chake kinaonekana ni kupanda na kushuka kwa sababu anaikosa ile confidence, anaikosa ile consistency ya kuendelea kupata michezo mingi na kujijengea hali ya kujiamini zaidi. Lakini bwana mdogo pia Hussein Mbegu imekuja kuwa kama surprise. Wengi wanasema huyu apewe ulinzi. Huyu ni miongoni mwa walinzi bora zaidi ambao pengine kama taifa tunaweza kuja kujivunia kwa miaka ya mbeleni. Aloisi bila kukosea heshima michuano ya Muungano Cup ambayo inatushirikisha kwamba ule ni kama ni taifa inatuunganisha Tanganyika na Zanzibar. Bila kukosea mashindano heshima yake. Naweza nikasema timu ambazo Simba amecheza nazo hizi mbili ambazo mpaka anakuja finali kucheza na Yanga hazikuwa daraja lile ambalo Simba alikuwa daraja sawa na la Simba. Lakini hawa Mlandege wamekuwa kimtesa Simba pia. Amecheza na Mafunzo kama unakumbuka vizuri, amecheza na huyu Mlandege. Scenario ya Mlandege na Simba naweza nikajaribu tu kuikatakata kwa scenario nyingi tu. Unapozungumza swala la Mapinduzi Cup ambayo inachezwa kule visiwani Zanzibar, itazame kwanza michuano ya Mapinduzi. Kwanza ndio sehemu ambako nilisikia kama mchezaji anaitwa kwa ajili ya kufanyiwa trial. Muda mwingine mashindano ya michuano ya Mapinduzi kuna muda vilabu vyetu hivi vikubwa vile vya Simba na Yanga huwa haviachukuli serious. Sasa hapo ni miaka ya nyuma hasa. Sio miaka ya nyuma. Mlandego kimzungumza ni 2000 ni kuanzia 20 kuna historia ya 20 kadhaa hapa na huko nyuma. Kwa hiyo ni muda bado ni mfupi sana ukimzungumzia Mlandego anamfunga Simba, sio mbali sana. Kwa hiyo kuna muda hata kama ni mbali, lakini kuna muda hivi vilabu vyetu viwili vikubwa vilikuwa viachukulia mashindano kwa serious zaidi. Tazama kikosi ambacho kilicheza kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mafunzo cha klabu ya Simba. Karibu kikosi kipana. Ukitazama kikosi chote ni daraja ambao walicheza kipindi cha kwanza na walikuja kucheza kipindi cha pili. Mechi ilikuja kubadilika kipindi cha pili. Leo tunamzungumzia Simba aliyefunga amefunga kipindi cha pili. Hata finali yenyewe amekuja kufunga dakika 30 za nyongeza. Kwa hiyo ukitazama Simba, ukiwatazama wote wawili wamekutana wachezaji ambao ni daraja lao la kwanza, kwa sababu amecheza mechi dhidi ya Mafunzo, wamecheza mechi dhidi ya Mlandege. Una maana wamecheza michezo miwili tu kwenye michezo mitatu waliocheza. Hussein Abel hajadaka mchezo wa dabi ya Kariakoo, kadaka Jibril Kasala ambaye ndio golikipa nambari 1. Ukimtazama Mbegu ambaye amekuwa na kiwango bora, uwezo ukaacha kuzungumza kwenye michezo miwili ambaye amecheza na amecheza kwa dakika zote 90. Hussein Mbegu amecheza dhidi ya Mafunzo dakika 90, amecheza dhidi ya Mlandege dakika 90 na akatunukiwa tuzo ya mchezaji ambaye amecheza fair. Kwa hiyo ukizungumza kwenye hawa wachezaji wawili ambao wamepata tuzo, kwanza unaweza kasifu, nianze na mmoja. Ukimzungumzia Hussein Mbegu, kiwango chake anachokifanya ni kizuri na amekutana na mwalimu ambaye ndo kazi yake Steve Barker ambaye kukuza vipaji. Tumeona leo unaikizungumzia Stellenbosch South Africa. Wengi ambao mpaka amejaribu kuuza wachezaji Mamelodi Sundowns, ameanza kuwasambaza wachezaji wengine mpaka national team wametoka pale katika kitovu ambacho amekiandaa akiwa Stellenbosch kwa miaka yake 6 ya utumishi pale Stellenbosch. Ameanza kuandaa vijana ambao wamekuwa na potential kubwa. Kwa the
same tunaporudi kwa Simba na hapo ambako ameanza kuwachagua vijana. Tumemwona Abushiri kama ushamuona ni nambari 11 mpaka nambari 7 Bashiru. Yes, Bashiru na anafanya vizuri. Kwa upande anachokifanya Mbegu ni ile kuendelea kuongeza ukakamavu, kucheza mechi. So mmemtazama amecheza mechi dhidi ya Dodoma Jiji kwenye mechi ya FA ambako Simba alibuka na ushindi kama unakumbuka vizuri. Amekuja kucheza mechi dhidi ya Namungo kule ambako ilikuwa mechi yao ya mwisho kabla ya kwenda kumaliza ligi kwa ajili ya kupisha hizo siku 10 za muungano. Amecheza michezo mingi. Kwa unamtazama kwenye michezo minne ya Simba ambayo amecheza hapa mwishoni, amekuwa na kiwango chake kinaanzia kuaminiwa na kocha kwamba unapewa, tunamuondoa Roshena ambaye tayari anafanya vizuri, tunakuweka wewe. Sasa mimi nimevishwa majukumu ya Derek, mimi nafanya nini nilivishwa majukumu? Ndio ile anachokifanya. Huyu ni kijana anaendelea kufanya kwa akiendelea mara kwa mara hivi. Hii tuzo ambayo ameipata inaendelea yeye kumjenga kama motisha kwake, hali ya kujituma, kupambana zaidi. Yes, kumbe anaona naweza kuendelea kupambania namba na nitakapopata nafasi hata kama ni chache nijitofautishe mimi na wale wengine. Hawa ni bora, najitofautishaje na wao? Kwa hiyo ndicho anachoendelea kufanya siku hadi siku, na tunamuona hii ni potential, unaweza kusema ni mali ambayo nyingine au ni hazina ya taifa ambayo inaanza kuendelea endapo ataendelea kumpa muda. The same kwa Hussein Abel, naye akiendelea kufanya anachokifanya kama akipata muda. Kwa sababu tunapomzungumza Hussein Abel, mimi na tuliokuwa hapo ukimtazama huko nyuma alikuwa amecheza dakika chache na ana misimu miwili ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo baadhi ya magolikipa wengine bora. Hassan, umeelezea vizuri zaidi. Nadhani sasa tumalize na mgeni mwenyewe mwalikwa kwa maana ya Steve Baka, kwa sababu yule anasema mgeni mwalikwa kwa sababu jana familia yake ilikuwa jukwani. Wakati yeye yuko pale kwenye bench anafanya mifumo, anamtoa Kagoma, anamweka Bajaber, anamtoa huyu, anaweka yule, familia jukwani ilikuwa anatazama maamuzi yake, sema ngoja utuone kichwa cha familia jinsi ambavyo kinaiongoza pia familia ya klabu ya Simba kwa maana ya Steve Baka. Familia yake jana ilikuwa jukwani wakati akichukua kombe mbele ya watani wao wa jadi kwa maana ya klabu ya Yanga. Kombe la kwanza kwa kocha Steve Baka. Tulikuwa tunasema Simba ina ukame wa makombe, ukame wa mataji. Pengine hii inakuwa ni ishara njema zaidi hata isipokuwa msimu huu kuchukua makombe mengine kama kombe la shirikisho la CRDB, isipokuwa hata kwenye ligi ni mwanzo mzuri kuelekea msimu ujao. Nilimsikiliza mzee wetu Magoli alizungumza baada ya mchezo kumalizika. Anasema hali ni kombe lakini sio malengo ya kombe wanalolitaka. Lakini huu ni mwanzo mzuri kwamba bado anaendelea kuiandaa timu kwa ajili ya kufanya ushindani mkubwa msimu unaokuja. Kwa ina maana anachokifanya baada ya sajili walizozifanya ndio mwasajili bora. Unasema hata kocha ni moja ya sajili bora ambayo imefanyika ndani ya klabu ya Simba baada ya Fadlu kuondoka mbali. Baada ya matatu bwana. Baada ya Fadlu unaweza kusema baada ya Fadlu kuondoka alikuja Dimitri Pate ambaye alikuwa kama manager. Kwa hiyo unaweza kasifu tangu ametoa ndani ya klabu ya Simba amefungwa mchezo mmoja tu. Ambayo ni rekodi nyingine ukitazama naye anaendelea kufanya vizuri siku hadi siku. Ndani ya Simba imekuwa ni kama platform nyingine ya kuwapa majina makocha. Imekuwa kama daraja la kuwapandisha baadhi ya makocha kutokana na kile wanachokifanya. Leo Davis Fadlu amekuja ndani ya klabu ya Simba, ni kocha msaidizi. Lakini ameondoka kwa sasa unavyomzungumza ni kocha mkuu na amefanya makubwa akiwa ndani ya klabu ya Simba. Amewafikisha finali ambayo tangu mwaka 1993 ndio walifika finali, alakuja kuwapeleka finali ya kombe la shirikisho msimu huu. Kuna makocha wengine ambao wamepita wakapata majina na wakaondoka. Kwa hiyo kutokana na Simba unaweza kusema ni daraja kwa baadhi ya makocha kuendelea kujitengeneza. Hata Steve Baka ametoka Stellenbosch alifanya vizuri akafika nusu finali ya kombe la shirikisho. Sasa amekuja ndani ya Simba ambako una kila kitu, ambako unabidi sasa uanze kulitengeneza jina lako, na hicho ndio anachokifanya. Unalitengenezaje jina? Ni kuhakikisha unachukua makombe ya ndani. Cha kwanza unakuwa unachukua makombe ya ndani. Ameanza. Huu ni mwanzo mzuri kwake. Tutarajie kuona makubwa siku hadi siku inapokuja. Huyo ni Hassan Sadama akimaliza hivyo kutia neno kuhusiana na mwendelezo mzuri ambao kocha Steve Baka ndani ya klabu ya Simba ameendelea kutikisa na kufanya vizuri zaidi tangu ajiunge na Simba. Amepoteza mchezo mmoja peke yake wa klabu bingwa barani Afrika. Huyu kocha na balaa kweli wana Simba wamtunze na ni mali, ndivyo inavyosema kana hivyo. Alindwe na apewe ulinzi wa kutosha zaidi. Alikuwa hapa Hassan Sadam, mimi ni Aloisi Sagara, lakini nyuma kamera ni Mr. Alpha ndiye ameletufanya mimi na Mr. Hassan kuweza kuonekana vizuri zaidi, picha angavu, wanasema high definition kwa maana ya HD. Tukutane tena wakati mwingine ndani ya Data Sports. Bye bye.